Billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Swedi Toib Swedi, ni mratibu ofisi ya Mufti makao makuu ya nchi Dodoma, lakini pia ndio katibu wa sekretariat ya Baraza la Ulama Taifa. Niko hapa kumwakilisha Mufti katika shughuli hii na swala hii iliyofanyika katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma. Na salamu za Mheshimiwa Mufti katika hadhara hii ambayo imefanyika nchi nzima, ambayo imefanyika kitaifa jijini Dar es Salaam, ambapo mgeni rasmi ni Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa mbunge. Lakini salamu za Mheshimiwa Mufti ni kwamba amesisitiza amani na utulivu wakati tunasherehekea sikukuu ya Eid al-Adha, na amesisitiza kwamba katika shughuli zetu tuendelee kumuombea sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Zanzibar kwa maana ya shughuli wanazozifanya. Katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, kipindi ambacho tutachagua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na tutachagua wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na tutachagua madiwani nchi nzima, ni wakati sahihi sasa Waislamu tuitumie siku hii na watu wote kuiombea nchi yetu ivuke salama katika uchaguzi huu ambao umeshaanza prosesi zake na shughuli zake na maandalizi yake yanaendelea kuanzia katika vyama mpaka itakapofika kilele cha kuapishwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakayepatikana kwa mwaka huu. Ama katika suala zima ambalo tunasisitiza ofisi ya Mufti ni kuwa na subira. Subira ni kitu muhimu sana. Katika kipindi hiki tunachoendelea nacho tutakutana na mambo mengi sana ambayo yatatufanya tughadhabike. Watu wataitana majina ya ajabu, watu watapatikana majina ambayo ni ya aibu, watatuambizana siri ambazo pengine zilitokea katika kipindi cha nyuma sana, na watu watakashifiana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamueleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kusisitiza subira, akamwambia ya ayyuhalladhina amanu subiru waswabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ili uweze kupata kufaulu, uweze kufanikiwa katika mambo yako, tanguliza sana subira. Na katika subira ni uvumilivu, kwa maana jipe muda katika lile unalolifanya au lile lililokufika. Naomba mfahamu kwamba sio kila mtu unayemuona barabarani hajaudhiwa, na lau kila aliyeudhiwa, aliyefanywa ubaya, aliyesingiziwa, aliyezushiwa angekuwa anabweka au analalamika, basi hii nchi barabarani, majumbani, maofisini ungekutana na vitu vya ajabu sana. Lakini haya yote hayatokei ni kwa sababu kuna baadhi ya watu wanajipa muda katika lile lilowakuta ili watafute ufumbuzi. Waswabiru, na tuhakikishe kila unayemuona ambaye haendani na wewe msisitize awe ni mtu mwema na atulie. Warabitu, lakini Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika hayo unayoyafanya usibweteke wala usiachie mtu akuonee. Hakikisha unapita njia zilizo sahihi, kwa maana wattaqullaha. Hii neno wattaqullaha limekuja baada ya haya, ni kwamba uhakikishe unapita njia zilizo sahihi katika kuipata haki yako, katika kujinasua katika lile ulilofanywa. Umeshafanya subira, lakini hakikisha unapita njia iliyo sahihi ili uweze kufikia ufumbuzi katika jambo ambalo limekukuta au lile unalotaraji kulifanya. La'allakum tuflihun. Bila shaka utataka kufaulu fi dunia wal akhirah. Huo ndio ujumbe wetu kutoka ofisi ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi Mbwana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.